Tuelekee kaunti nambari 1 ambapo mwanamke mmoja alimpoteza mumewe aliyekuwa dereva wa masafa marefu kupitia ajali. Amekamilisha matembezi ya zaidi ya kilomita 900 kutoka Malaba hadi Mombasa. Joyce Chepkosgei amesema madereva wengi wametelekezwa na waajiri wao na hata serikali. Alipokelewa na madereva wa masafa marefu wanaotaka taasisi za serikali kuboresha mazingira bora kwa madereva hao. Alianza safari ya matembezi ya kilomita 922 kutoka Malaba, kaunti ya Busia tarehe 17 Januari, akitembea kupitia Nairobi na kuwasili Mombasa zaidi ya mwezi mmoja baadaye. Joyce Chepkosgei, mjane aliyempoteza mumewe miaka 10 iliyopita kupitia ajali barabarani akihudumu kama dereva wa masafa marefu, masaibu aliyokuwa akipitia mumewe, akisema hadi sasa yamesalia na uchungu, kumbukumbu ambazo zimempa msukumo wa kufanya matembezi ili kutoa hamasisho, akisema ajali zimezidi na changamoto sawia. Mzee alikuwa dereva, ingawaja aliaga, lakini ile changamoto yenye niliona wakati wake haikukuwa imezidia kama ya leo. Sasa nikaona leo hii bado changamoto usiku na mchana inazidi. Ndio nikaona hapana, afadhali niamke ili maisha ya dereva angalau imarike na familia ya dereva. Hapa ni Tito Police Station. Akipitia kila kituo cha polisi kilicho katika barabara kuu ya Malaba Nairobi hadi Mombasa, akiwa na ujumbe wake. Dereva masaa yake ya kufanya kazi imekuwa zaidi. Unapata dereva labda akiwa Malaba, karatasi ya kupakia imetokea. Akiimbiza hakuna kulala, asubuhi ya kwa Mombasa apakie. Kitambo apakie tena, mwenye mzigo tena ni kama anakuwa handover kwa mwenye mzigo. Mwenye mzigo tena anamuendesha na simu. Sasa unapata katika ajali nyingi dereva mwanzo anakosa usingizi halali. La pili, hata inafika sasa mpaka dereva hawezi fika kwa familia yake. Ni kweli hizi changamoto zinaenda mpaka nyumbani, kwa sababu mama yuataka michezo na wewe nawe tajiri ya kuletea michezo mingine ambayo haieleweki. Haelewi kama wewe ni binadamu. Unafika na kuambia pakia urudi. Kando na ajali, mazingira duni ya kufanyia kazi, mshahara pamoja na dhulma kwa waajiri, anasema yanapaswa kuangaziwa. Malipo duni kabisa. Unapata wengi wanalipwa na simu, na unapata wengi saizi hawana NSSF, hawana ile service kama ya zamani, eti mtu akifanya miaka fulani atakuja kulipwa. Unapata hiyo vitu yote imeondolewa, na unapata most dereva, kwa mfano, anaweza kuwa ameandikwa labda na 30,000 kwa mfano, lakini ikifika mwisho mwezi hana hiyo pesa. Atakuja ambiwe labda diesel alitumia zaidi, tire ilipasuka, gari iliharibika ikatengenezwa, labda gari imeshikwa ilikuwa na makosa yote. Unapata hiyo makosa inalalia dereva. Hapa tuangalia matatizo yale kwa dereva. Angalia madereva wote wamekaa pale, ni wapi wanapokaa hapo kitu kwanza. Hawana hata mahali pa kukaa kungoja kupakia ama kwa safari. Angalia mahali anapokuwa madereva, mahali ambapo wanalala pale, wanakula pale. Yaani upepo ukija hapa wanakula nini pale tukiangalia. Kwa sababu dereva mwenyewe hajaangaliwa kama ana umuhimu dereva katika nchi hii yote. Madereva wanalalama kuhusu ridhaa kutokana na ajali au wanapoumia kazini, wakimtaka msajili wa vyama kuhakikisha waajiri wametekeleza wajibu wao na kupigania haki za madereva. Madereva ndo wanafariki Kongo, madereva ndo wanauawa Rwanda, na wakija hapa katika nchi inakuwa hawana uwakilishi bora, kwa sababu hata haki zao za kidemokrasia na kikatiba kama ilivyo katika kifungu cha 41 katiba ya Kenya, unakuta kwamba hivi vyama vya wafanyikazi, ile haki ya dereva kushiriki kupiga kura kumchagua kiongozi anayetaka, ananyang'anywa kutokana na ufisadi ulio katika ofisi za wasajili wa vyama vya wafanyikazi. Ndio sababu sisi kama wanachama tunasimama wima. Kama nchi yetu ya Kenya, president wetu kama hatakubaliana na sisi kama wanachama tufanye kazi pamoja, dereva atakuwa hana shida tena. Kwa sababu hapa saa hivi tunaongea, Kenya hii tumepata dereva wengi wametoka nchi jirani, lakini Wakenya wetu hawana kazi. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Tuelekee kaunti namba 23 ambapo